Please, pulpit sijakuja kwa fortnight, 2 weeks. Amen. Na nasikia niongee. So nitaongea jinsi nitakavyoongea. Amen. Yaambia mwenzako ninaongea na wewe. Mwambie, mimi naongea na yeye. Sasa mimi ndio naongea na yeye. Na ebu imagine kuna vile katika maisha yetu, kama ningejua ile kitu kitatendeka kwangu kesho, inaweza kuwa mzuri sana. Imaanisha kuna kitu ambayo inaweza tafsiri kila hatua. Ndani ya maisha ambayo tunaishi, wengine tunaishi tu kwa sababu tupo, na uko pale huko kwa sababu ulifika hapo. Kwa hiyo nyumba uliolewa, ama kwa hiyo nyumba huko unasema mimi niko hapa alafu. Si ndio? Alafu. So swali langu ni moja. Kifo ilitoka wapi? Kifo ilitoka wapi? Maana hii kifo tu naona kila mtu anajihadhari nayo. Si kila mtu anajihadhari na kifo? Ama kuna mtu anasema tu hiyo kifo ikuje? Wacha ikuje. Wacha uone simba ikitokea hapa ndio uone kwamba hiyo kifo inaogopewa. Ati kifo imetokea? Watu ni mbio. Hii kifo ilitoka wapi? Ni wapi mwanzo kifo imesemwa? Shetani ndio alisababisha kifo, lakini Mungu ndiye alileta. Mungu ndiye alileta kifo. Shetani alisababisha kifo ile. Nani alileta kifo? Swali yangu ni nani alileta kifo? Shetani ama ni Mungu? Unajua hiyo ni Shetani alileta kifo. Si alifanya, alileta. Unajua hiyo kuleta na kufanya ni tofauti. Daisy ananiambia kitu. Daisy, kifo ilitoka wapi? Your answer was sawa sana. Your answer was sawa sana. When they sinned, let us go to the book of Genesis chapter 2. Verse 16 na 17 inasema hivi. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. God brought about death. God brought about death. Yani inamaanisha, when God brought Adam somewhere and put him there, before introducing Eve was not yet there. The plants and the stones were there, everything else was there. And Adam, having been put in Eden, God brought the trees also there. I believe the animals were there. The animals had already been brought there. Man alitengenezwa katika siku ya sita, si ndio? So the Bible says in verse 16, out of the tree, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. It means there were trees in that garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. So it means death was there at the Garden of Eden. Death, God brought death and put it there. But man was warned, if you eat of this tree, then death now will have opportunity over you. See, inakaa kitu kama hiyo. Death ilikuwa hapo, lakini haikuwa na uwezo kwako. Mpaka
kule hiyo kitu ndio sasa hiyo death ikuwe. So death was there. God brought about death. Are we agree? Yes. Kama uko na tashwishi tafadhali tunaweza kuclarify. Haya. Naenda kwa swali ya pili. Brandon, ni wimbo gani unapenda sana? Wimbo. Kuna wimbo unapenda? Gani? Tuimbeni. Oh, tumeni Injili. Oh, tumeni nuru ya Injili. Hiyo. My friend umenyang'anywa wimbo. Amen. Mama mwendo wako na wimbo fulani anapenda. Kweli? I'm driving somewhere and I want us to understand every bit. Sitaki mtu akose kitu. Naweza kuwa ni kama nimetoa vitu zingine ambazo hamjawahi sikia lakini ziko sawa. Kwangu ninaelewa. Mungu akiwa juu mbinguni wakati Mama John alikuwa anaelezea some things. Nilienda mpaka nikafika mahali fulani nikasema inaonekana Mungu alitumia telepathy. Telepathy ni ability ya kuwaza kitu na inakuwa ili aumbe ulimwengu. So Mungu akiwa mahali alikuwa ambaye haina time, Mungu operate ndani ya time. Hapo mwanzo, hiyo mwanzo tu ilikuwa tu ni hapo. So hapo mwanzo Mungu alithink na verse 1 ikatokea. Genesis 1:1. Mungu akaumba mbingu na nchi. Just like that. So kuanzia hapo verse 2 sasa kuna time. Kwa mwanzo sasa tayari iko. Si mwanzo sasa imeleta time. Lakini kabla Mungu hakukuwa na time. Kulikuwa na thought. Telepathy. Think it appears. So hiyo inamaanisha katika lugha za malaika na lugha ya Mungu kuna kufikiria tu, kuwaza na inatokea. So inamaanisha mawazo ya mtu iko na uzito sana vile hata kuliko ile kitu anaongea. Do you agree with that? Mawazo yako ile kitu tunawaza ndani ndio malaika huchukua akipelekea Mungu ili akujibu. Ili Mungu akujibu ni hiyo kitu kwa mawazo ndiye anajibu kwanza. That is why tukirudi nyuma mahali fulani Mathayo 5, Yesu anasema sio tu ati ukilala na mtu ndio umeanguka, hapana. Kumvizia tu, kumtamani tu, umelala na yeye. Inamaanisha there is strength in the thought life. So you can imagine dunia ilitengenezwa kwa thought, ikakuwa. Sasa wewe ambao unaniangalia asubuhi ya leo, uliwaza tu naenda church. Imagine wakati tu uliwaza, tayari ulifika, ni vile tu hujui kama ulifika. Kwa sababu thought, hapo kwa thought kuna nguvu mingi. That is why the Bible says somewhere in Isaiah 65 verse 24 that even kabla haujaomba Bwana tayari anakuanga amejibu. Maana hiyo kitu kwa mind hapo kwa mind kuna nguvu sana. There is a power in the imagination. Sasa tukikaa hapo katika hiyo imagination, so inamaanisha you should imagine better things. How much more should you cleanse your mind? Because your mind carries you. Huwezi kusema ati ninawaza hivi lakini nasema hivi. Kile unasema inaweza kuwa sio ile ambayo unawaza. Kweli? Kweli? Unaweza waza vingine lakini useme vingine. So uko confused. Hiyo ndio the confusion of man. So ikiwa ni hivyo, basi kuna lugha ya malaika na kuna lugha ya wanadamu. Baada ya Mungu kutengeneza mbingu na ardhi,
Hapo sasa Mungu alianza kuoperate kama vile sisi tunaoperate. Sisi atuoperate kwa telepathy, hapana, sisi tunaoperate kwa words. Ndiposa Yesu akasema na kuwe nuru. Sasa sasa Mungu anatumia words. Sisi tunatumia words. Tukiongea hivi tunatumia words. Mimi nikiongea na wewe hivi ninaongea, unasikia. Unasikia ile kitu ninasema. Lakini Mungu anaoperate kwa spiritual language, ambayo ndio the language of the angels. Nani mwae kujua kuna language ya angels? Kunayo? Nani mwae sikia language ya angels? Hebu nione. Emma, language ya angels. Unabonga church kweli? Acha nione. Irene nafikiri najua. Irene, language of angels. Haya, 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Niandika tu hiyo kitu, very simple thing. Najua nyinyi mnafikiria kwamba nimeleta kitu kingine mpya hapa, kuna hizi vitu tu ziko hapa kila siku. Hey, amuka. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 inaniambia hivi. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. So, part A ya hiyo verse inasema, though I speak with the tongues of men. Tongues of men ni kama vile naongea na nyinyi hivi. Ukisoma mahali fulani katika Matendo ya Mitume 2:7 inasema kuna wakati mmoja watu walikuwa wanangojea watakayetumiwa. Wakangojea, kisha walipoanza kunena kwa ndimi na moto pia zikiwakalia machoni pao, walinena kwa ndimi. Wale waliokuwa pale wakasikia lugha zao. Wagalatia walikuwa huko. Lugha za wanadamu ni zile lugha ambazo tunatumia kama hivi, English, Kiswahili, Kijaluo, hizo. Tukiongea kama nikiongea na wewe hivi, lugha za wanadamu. Lakini lugha za angels, tongues of angels, sasa ndio hizo. Munasikia maombi ikipita, mtu ameingia realm nyingine. Those are languages of angels, and they also need interpretation. Wacheni niwaambie, naona wakati watu wanaomba hivi, watu wanaomba tu, kila mtu anaomba kivyake. Maybe mmesikia mama John akisema unyamaze kidogo, alafu kisha nyamaza kidogo uombe vile utaelekezwa. There was a very deep thing in it. Allow me to elaborate. Ukinyamaza, kwa sababu there is power in imagination. Whatever you have imagined inaanza kujaminate according to the power that works in you. That's what Ephesians 3 tells us, verse 20. The power that works in you, if it is negative, inakuletea negative thought. Imagination yako inakuwa out. Lakini ikiwa imagination yako ni holy, if your imagination is holy, inakuletea a right spirit. So unaingia katika note ya kuomba, kwa kumaanisha kama unaomba kwa udi na uvumba. So inakupatia the language ambayo inatakana uenene na kuomba. Because hautasema tu kwamba wacha ninyamaze na your mind is blank, alafu useme alikuwa maombi itakuja. It will not come. There is power in imagination. You must imagine it to see it. Kama tu vile Mungu aliwaza ikawa telepathy. So, wacha niende kwa ndugu zetu ambao wanatumia nguvu za giza. Have you ever known that some witches are very stronger than Christians? Yes, they are stronger. That is why kisikia tu mchawi unajikunja. Kisikia tu mchawi, ai, unasema yes, sitaki kuwa associated na. Ukikemea, unaikemea ni kama unakufa leo. Nani mwaona Wanigeria vile wanaomba? Unakemea hiyo kitu mpaka wanaipiga. Napiga hata ngumi kwa hewa kana kama wanaiona. Ati nguvu za mchawi tunakata. Tunakemea. Tunafanya nini? Wacha nikwambie, that is inaweza kuwa sarakasi if your imagination is empty.
Yes. In the imagination ya kila mtu lazima kuwe na kitu umeimagine. Na ingekuwa vizuri sana kama ingekuwa interpreted na iwekwe kwa lugha ya mwanadamu uijue. Kisha ujue hii unamaanisha nini, unaomba hivi kitu unajua. Acha nikwambie. Ukiona mtu hajawahi kupewa ndimi, si eti kwamba hajarise kufika nyanja hizo. Amerise lakini ni mwoga. Kuna watu wamewahi hata wananena kwa ndimi, lakini kuiactivate imekataa. Kwa nini? Ni waoga. Anasema hasa nikisema vitu zangu itakuaje? Na niliambiwa kwamba nikiongea ovyo ovyo hata mapepo inaweza ingia. That imagination pushes you away and you will never grow. You must have a positive attitude in that thinking. Yeah, that is the truth about everything. So watu wengi hapa tunakufa tu kwa uoga. Fulani hajawahi kusikia nikinena kwa nini? Sasa nikinena watasemaje? Kwani fulani ndiye akona mbingu ya kupeleka? Think again. We have been babes too long. Sai kama 3/4 wangekuwa naenda kwa nini? I'm telling you the truth. Kimi meka katika uoga, fulani atanichukuaje? Fulani atanichukuaje? Bibi yako atanichukuaje? Bwana yako atanichukuaje? Think about it. There's power in imagination. So, if you imagine small, you'll never grow. If you imagine fulani ananichukuaje, you'll never grow. You'll never grow. I once told you here that kuna wakati mmoja nilialikwa kesha fulani, mimi sikuwa naenda kwa dini. That's where my tongue started. So I went to a certain kesha in Githurai many years ago. Then when I went to that kesha, nikasikia tu mhubiri anasema kuna mtu akona neno la leo aseme. Hii hata sikuwa naelewa kitu, naona tu ni kama hivi kuna mtu atatokea tu naanze kuongea. Sikuelewa. So kumbe the spirit in that man is seeing, anaona roho ya watu wote na anaona level ya watu wote. Na anaongoza hao watu wote. Na sasa ile mtu alienda kuimba akamwambia nyamaza. Na akasema nyumba yote nyamaza na watu wakanyamaza. Akasema fungeni macho na watu wafunga macho wote. Na akasema watu wainue mikono na wakainua mikono wote. Akasema mfunge macho kabisa. Huyo mtu ako karibu kuongea. Then I felt like something wants to come out of the mouth, but because everybody is quiet, my mind is telling me bwana funga hiyo mdomo. So nikijaribu kuongea nimekataa kufungua mdomo. Sasa ile nilifungua, nilisikia kama nguvu imenirusha. Sasa ile nirudi kwa consciousness, nilipata kama watu walinishikilia nisianguke chini. At that time watu walikuwa wamekaa kwa off cuts. Off cuts ni miti tu, kiangukia tu hata naweza kukukata. Ni miti imedungwa chini. Na kulikuwa na forms za wachungaji. At that time plastic chair ilikuwa imekuwa introduced kwa church. Ilikuwa inakaa very sophisticated at that time. So form ilikuwa ndio inakaliwa. And just to cut the long story short, the tongues came. They came in a way that I didn't know. Ili ni pa ikanirusha nikiruka hivi nikishikwa hivi na ilikuwa inatoka peke yake. Mimi hata sikuwa najua kwamba ninanena. I didn't know. And from there, when I was in my house, there was a song that I will sing and the tongues will come. There is a song that I will sing, the tongues. So that song became my link. That is why I was asking you, do you have a song that you like? Is there a song that rings in the mind longer? That song can be the leeway ambayo malaika ameleta. Unajua malaika wengine wanaita seraphim, si ndio? Wa kuimba, si ndio? Cherubims, si ndio wa kuimba? Huwezi kuona kwa macho ya kawaida. So seraphim wanapokuja, yeye anakuja kila kuilluminate a certain song in you, but you become adamant. Unasema niimbe ni. Maybe uko karibu na mtu utaki kuimba karibu na unasema fulani atachukuaje. Wacha nikwambie, you'll never grow. When songs come, sing them. Go hear them in a CD. When they come
and they bring prayer, pray. When they come, these songs, they lift you to the next level. Amen. Ni hivyo ndivyo ndimi huja hivyo. So unasikia kuna wimbo fulani nimeimba the whole day. Hata nikiongea vitu zingine nirudi hivi baada ya wimbo imekuja. That song is leading you somewhere. But you are not seeing with the common eye. Unajua wakati Adam na Eve wako katika shamba la Eden, sasa imepatikana kwamba dhambi lazima ifanyike, alafu sasa kifo ipate uwezo. Unajua interpreter alikuwa nani? Kwa hiyo mti alikuwa nyoka. Alikuwa nyoka, na nyoka amechukuliwa mtu mbaya sana. Nyoka ndiye aliinterpret, akasema hapana, mtakula, si ati mtakufa, mtajua tu mema na mabaya. Kula, na wakakula. Who interprets your steps? Where do you get the teachings that you get? Ndio ingie level lingine. Sikia, huwezi kula hapa na ukule nje na ukagrow. Unakule hapa, ukule hii tunakupatia mpaka ufike hiyo ngambo nyingine. Au unasema tu ukule hii, kule nyingine kando, hakuna siku utakuwa. So itakuaga ukikula ile ya kando, unasema hiyo ni ya huko. Tena ukula neno ya huko. Unasikia neno nyingine huko kando, and then ukisikia hii, there is nowhere they join. But allow me to say this. We can only grow in the depth that we are yearning to. In that depth that you are yearning to, you can grow. So, nataka uangalie attitude yako towards your thought life. Your thoughts, your imaginations. Lazima ziwe very positive. Na attitude yako iwe very right. Utagrow. You will grow. Hizo nyanja unafikiria utafika. Lakini kama kuna mahali thought life imegafilika, imekuwa contaminated, you'll never go far. You'll just be the same Christian for 10 years. The same Christian. The same Christian, I'm telling you. 10 years. Mimi nilipata tu akiwa hivi na iko tu hivyo. Wengine wanatoka nje wanaingia wanakupita. Why? Because your imagination imekuweka mahali unasema I'm contented and I think I'm all right. As long as I'm associated with Thomas, I'm all right. As long as I'm associated with Pastor Washington, I'm all right. It's never like that. In fact, the Bible says, kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Ukiwachana na hiyo, sio hiyo nilikuwa nataka. Nataka ile nyingine nasema kila mtu atatoa hesabu ya ile maneno ambayo alipewa. Hiyo neno la Mungu ambao ulisikia utatoa hesabu kwa hiyo. Hesabu gani? Ulipewa hiyo neno uende ukoe mtu. Umekaa tu na jirani hujawahi kumwambia kuja kanisani. Kazini mwako hata huwezi kusema umeokoka. Maana mavazi yako yanakwanga ingine. Mavazi yako uko imechange nje lakini kwa church imekuwa sawa. Think about it. When you do things in the heart, you do them to grow. When you do it without supervision, the better. You do well without supervision, hapa. Ndio maana nikasema siku nyingine, your private life, full life. That's the greatest life. You can't go out there, do something else, come in, do the right thing. It doesn't add up. It doesn't. You do right out, you do right in. Kazini watu wanakuona kama nani? Na kanisani kama nani? If they are not the same, something is wrong somewhere. Sini mengilia mtu. Sasa inamaanisha mimi nataka ubaya ama uzuri? The power of imagination. Wakikuwa nasemaje? Taimaginie. Taimagine. You will imagine and bring it. Yeah, you imagine and bring it. We want to see it. Wacheni niwaambie, wakati uko huko kwa nyumba, sisi tunakwanga mbali sana. Mimi naletaka kwa ndoto tu kwamba fulani anakaa hivi. So mimi kazi yangu ni kumwombea. Hiyo tu.
hiyo ndoto unaota hiyo is the part of the ethereal things that the Lord has. Ikiwa amepatia mchungaji hii church ya kwamba na man, kila mtu ako kwa kiganja chake. Wakati anakuombea ana chart your direction. Maana hawa ndiye alipewa, siku moja atatoa hesabu ya hao watu. Atatoa hesabu ya watu walipewa. Nilikupatia kipawa, ulifanyia nini? Nilizika. Ulifanyia nini? Mimi nilijaribu kutoa watu 3 wakakuja. Lakini kulikuwa na uwezo wa watu 20 wakuje. Leta watu wakuje. Tutajua kwa matunda yako. Nimaliza siendelee. Takuwa napika mtu alafu mtaniambia kwamba niliongea mbaya. Wacha niongee mbaya lakini kwa Mungu iwe mzuri. Amen. Go get people to come. Unajua wakati mwingine watu hawakuji kwa sababu ile sura umeonyesha huko sio ya kukuja. Hii ndio maana hawakuji. Hata asubuhi sasa unaenda church, wewe si hata unaenda church. Nimetoka. Mimi naenda. Utarudi saa ngapi? Ukiniona utakuwa umeniona. But somebody who goes to church carrying a briefcase like mine, akinyoka tai on a Sunday, akitembea aste akienda kanisani, hata ujasiri sana. Hata anaweza kuambia jani si twende church. Because nina ujasiri wa kule ninaenda. Kwani ninaogopa Mungu wangu? Tumbadilike hapo kidogo. Hii kanisa tunataka ijae mpaka tuwe na overflow. Hizo overflow mnaona kwa watu wengine, hata hapa inawezekana. Siku ile mmeweka tu overflow huko, naona ndugu yangu ako na ability ya computer hapa. Taweka tu TV pale kana na kaingine huko. Sunday school wanakuwa wanajumuika tu na sisi. Tunabarikiwa pamoja. Overflow. So nangojea fulani na fulani, mlete majirani. Wajirani wasiwaone kama mmedunga vingine weekend, alafu siku nyingine mnakuja church na mmewaacha nje. Utaulizwa swali, vile ulitenda wewe. Vile ulitenda wewe. Natamani sana kuimba wimbo kwa Kilwe lakini sijui. Mniandikie tafadhali mahali. Takuwa na hii. Wacha niulizwe swali. Lakini nimetimiza pande yangu. Power of imagination. The language of the angels. Hapo lazima uingie. Usipoingia utauliza nani? Paul anasema namna gani? Wacha nisome andiko lingine limekuja. 1 Corinthians chapter 14 verse 1. Inasema pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God, for no one understands him. However, in the Spirit he speaks mysteries. But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. This is all sana. Lakini the thing is, let us pursue love and desire spiritual gifts. Verse 1. Desire spiritual gifts. If you desire them, it will grow. If you don't desire them, in your secret, imagination yako itakuwa mbovu. The power of imagination. What is it that you imagine? Unaona watoto wenu wakisha kuja hapa church, maybe Sunday jioni wakisha rudi kwa nyumba, Monday jioni wakitoka shule wakicheza. Unaona amechukua microphone. Mimi ni Pastor Tom. Wanacheza. Sio hivyo, wanacheza kwa sababu imagination yao imejaa hiyo. Imagination imejaa hiyo. Kiona mtoto akicheza anacheza kwa ile kitu ameona mzazi akifanya. Sasa hebu imagine ile kitu unafanyanga, mtoto labda achukue kibeti na aweke hapa na avae high heel. Nasema mimi ni kama mami. Haya, mtoto amekustaki. Amen. Not that wearing that way is bad, but let us have a true picture of ourselves, of how we want God to see us. Let us go out there and win souls. Let us fill this church. Mimi naona kama hizi vitu ni kidogo sana. Mimi ile kitu Bwana tu aliniitia ni moja, ya kwamba nilete furaha mbinguni.
mtu akiokoka, hiyo tu. Kuna kitu kingine. In fact hakuna kitu ambao utauliza huko mbinguni. Utauliza tu uleta nani? Na ulikuwa kizuizi kwa nani na nani? Na ni nani ungeita na hukuita? Na ni nani angekuja na ukamwambia ngoja kidogo na akapotea? Ukamwambia next Sunday, ngoja next Sunday, siji ngoja, unangojeaga nani? Si ukuje, wacha akuja nipate hata mimi ninaweza kuongea na yeye. Ala? Na ngoja nani? Hata mimi niko hapa, mimi niliitwa tu kwamba ukimleta uniweke kwa mkono yangu ili niongee na yeye. Muite ama uniite nije kwako. Mimi niko very flexible, nitakuja. Uniambie ndio huyu. Si wengine niliambiwa ndio huyu. Si walikuja. Kwani wengine watakataa? Mimi sikuja kwa uwezo wangu, nakuja kwa the power of imagination, vile na imagine kwamba atakuja. Na anakuja. Imagine powerfully and you attain. Bwana abariki. Amen. Amen. So I want you to have time before God and bring yourself back to yourself. You are duo. Unajua unaweza kuwa hapa lakini na uko hapa. Yourself to yourself means fanya vile Mungu angependa, Mungu angekusifu. Mungu anataka nini? Mungu anataka ulete mtu ili siku moja wakati judgment inafanyika wewe na yeye muhesabue kitu mzuri. Mungu anataka tu ulete mtu, that's all. Na kuleta mtu ni vile una imagine. Nilete nani? Fulani anakaanga tu siji aje. Naweza mleta kweli? Unajuaje kama wewe ndio ilikuwa umlete na umekataa? Alafu sasa ile shida ambayo yeye angepata ndio nakupata. Kwa sababu umekataa. Unajua vitu zingine zinafanyika kwa maisha, unasema kwamba mimi hata sijui nini inanitendekea. So unachukua kabasi kingine na unaiweka kwako, unajiconsole nayo. At everything happen good to people that love the Lord, unajiconsole. That verse is been misused great time. Hiyo verse imekuwa misused. Hata sasa ile Mungu anakupiga, everything happens good to them that love the Lord. Everything happens good to them that love the Lord. Sasa maybe hata Mungu amekupiga kofi. Mungu anasema amke. Acha nikwambie, go win souls for Christ, you'll be safe. Go win souls for Christ. Go win souls and bring them. Kama jirani yako yuko hapo anaenda cha chingine, mwambie tu kama kuja unitembelee tu. Kwani ukitembelea mtu unakwama. Ile kitu amepata hapa, hiyo ndio tatuma arudi. Kweli urongo? So mimi nataka kuona jirani yako hapa. Nataka saa ile nimekuja unamwambia bwana pastor wangu amekuja. Sio ati saa ile nimekuja unajaribu kuangalia saa ile wako ndio uniambie nikuje. Saa ile wako maana wanajuanga ya kwamba kuna short deals. Bwana wewe. Kuna kitu ambacho kimejificha. Hakuna. Wewe unaona unaweza kuwa umejificha huko lakini watu hawajajificha. Think about it. Tusimame wote. Ya mimi nawapenda na ninapenda mje na majirani zenu hapa. Hawa majirani hao ndio wataform sisi. Yani watatupatia jina nzuri. Bring that person that you think is unbearable. Bring that person. Yeah. And if at all wewe unasema mimi hata sina andiko ya kumpatia, sina hata kaneno. Wewe mleta tu church. Alafu Pastor Thomas ndio huyo. That's all. I'll begin from there. To exchange contacts at once. Amen. Amen. Unajua wakati tulikuwa vijana kuna wimbo mmoja zamani tulikuwa tunasikia. Ilikuwa inaenda hivi. Maybe John usifije hii kwanza. Hili ilikuwa na mabass na masoprano. So watu walikuwa wakiimba. Ilikuwa inasema watu wengi wamemuasi Bwana. Hakuna mtu anajua. Alafu ikiwa chorus inasema mwali Yesu ana uwezo
Yesu ni dawa pekee. Jaribu yeye, mwambie Yesu ana uwezo. Yesu ni dawa pekee. So the Lord, yeye ndio dawa tu, hakuna kitu kingine. It's only the Lord. Tukimwegemea tuna vitu vyote. Just talk to your God. Mwambie akuondolee ukengeufu na akupatie ukamilifu. Akuondolee kuwili, akupatie ukakamavu. Akuondolee kufinyika, akupatie nguvu. Twende mbele za Bwana. Father, change my thinking. Lord, invigorate my imagination. Savior, you are the Lord in my life. Be my King all the way. You are the Savior that is. You are the Lord that goes. Father, people think of other things as their God. But Father, you say that you are the remedy in our lives. You are the King of Kings. You are the Savior in our lives. And even this day, Father, you are able to stand with us. You are able, Lord God, to walk with us. You are able, my Savior, to reign on us. You are the King of Kings all the way. Father, cover us. Rejuvenate our minds so that, Lord, we have the power of imagination to imagine a big church, a powerful church, Lord God, that you deem fit. King Jesus, watch over us. Be our God and our Lord. Be our Savior and our Master. We give you praise, O Lord. In Jesus' mighty name, Father, we thank you today. We bless you, Jesus, because you're a great God. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Praise and worship, you just walk forward and give us a number. Praise and worship.